LATRA wametufundisha namna ya usafiri salama na rafiki wa mazingira. Tumejifunza katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Lakini mheshimiwa, kupitia app ya LATRA tumejifunza kwamba ile hofu ya kujua ndugu yako yuko wapi, amefika wapi sasa hivi, gari hilo liko wapi. Kumbe tumekwenda kwenye usafiri endelevu. Sasa hivi kila kitu unapata kwenye kiganja. Tumejifunza kupitia maonyesho haya. Huna haja ya kumpigia kondakta kumuuliza abiria wangu yuko wapi. Kila kitu kipo kwenye kiganja. Unaangalia basi lipo, nafasi zipo, linaondoka saa ngapi, liko wapi, limefika saa ngapi. Hii ni kazi kubwa. Nikasema Mheshimiwa Waziri Mkuu, siwezi kukaa nalo hili, lazima nikufikishie na lazima tuwapongeze LATRA. Piga makofi kwa kazi kubwa kwa LATRA. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA ni taasisi ya umma. Habari za wakati huu, mtazamaji wa kipindi cha Usafiri na Maendeleo. Ni siku nyingine tena tunakutana ili kukuhabarisha kuhusu sekta ya usafiri ardhini kwa lengo moja tu la kuwezesha kusimamia na kuboresha huduma za usafiri ardhini hapa nchini. Itakuwa nami mtangazaji wako Nancy Amani, ni kukaribisha ungane nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Mtazamaji, kipindi cha Usafiri na Maendeleo leo kipo Arusha na kinaangazia utoaji wa leseni za pikipiki za magurudumu mawili na matatu, yani bodaboda na bajaji, kwa mawakala waliokasimishwa jukumu hilo kisheria na LATRA. Huduma za utoaji leseni za pikipiki za magurudumu mawili na matatu kupitia mawakala waliokasimishwa jukumu hilo la LATRA zimerahisishwa, ambapo kwa sasa inamhitaji mtu kutumia hadi dakika 5 tu kuanzia anapoomba maombi mpaka kupata leseni yake. Na shuhuda ya hilo ni dereva pikipiki wa magurudumu mawili, yani bodaboda, Amani Mzirai, akielezea zaidi. LATRA kwa zamani ilikuwa na process sana tofauti na sasa hivi. Zamani ilikuwa kwanza control namba yake inachukua muda, unakaa kwa muda mrefu, alafu umeenda mnapanga foleni, mnakaa muda, tofauti na sasa hivi. Sasa hivi ukija kama nilipokuja mimi hapa kwa wakala, nimekuja tu na bima yangu na kadi, ambapo hapo ilichukua kama dakika 5 tu nikaa tayari nimeshapata control number. Tofauti na zamani, yani sasa hivi inakuwa hauna NIDA au tumii NIDA, alafu pia haichukui muda, kisha mara moja fast. Nilikuwa na washauri tu wasio lazima waende sasa LATRA, wanaweza tu wakaenda kwa hao mawakala ambao kama mimi nilipokuja hivi, ambapo utakuwa tu unaenda na bima na kadi yako na 17 yako, unaweza ukakatiwa LATRA. Tofauti na mwanzo nilipokuwa sema mpaka uende kule kwenye ofisi zao ndio uende ukakatiwa hiyo LATRA. Mtazamaji, hapa tuko katika kituo cha bodaboda cha Intel Lami mkoa wa Arusha, na tumezungumza na bodaboda ambapo wanaelezea namna ambavyo wanahamasika kukata leseni za LATRA. Ukataji wa LATRA nilikuja kufahamu baada ya kipindi nilikuwa sifahamu kuhusu LATRA. Nilikuwa katika safari zangu, baada ya kufika nikakutana na wale ambao wanahusika na masuala ya LATRA. Wakawa wameniuliza kuhusu LATRA, sikufanyikiwa kuwa nayo. Wakawa wameniambia sasa unabidi ukate, na pia kwa kuwa hauna utatoa faini yetu. Nikatoa faini na wakanikatia ile LATRA. Baada hapo nikapata kujua umuhimu wa kuwa na LATRA, maana kama ningekuwa na LATRA nisingeweza kusumbuliwa katika safari zangu. Na sisi tuna wajibu wa kuweza kulipia serikali mapato kwa kukata LATRA, maana nilikatishwa LATRA shilingi 17,000 ambao ni kwa mwaka mzima. Kwa hiyo sioni kama inaweza kuaffect kwetu au inaweza kutuumiza sisi bodaboda kwa kukata LATRA ya 17 kwa mwaka. Hiyo ni nzuri kwa sababu tuko kwa ajili ya kujenga taifa kwa pamoja. Mimi wito naotoa ni kwamba wakate LATRA
kwa sababu ni kwa faida. Kwa mfano kama sehemu tunazopaki hizi, ndio maana banda liko hapa, iko barabarani, hatusumbuliwi kwa sababu hizi. Kwa hiyo kukata LATRA ni wajibu kwa bodaboda wote ambao tunaotafuta riziki, ambao wapambanaji wenzangu. Tusisite kukata LATRA kwa sababu hilo ni jukumu letu na ni wajibu kwetu. Bahati na uzuri mawakala wapo sasa hivi kila sehemu na wanatutembelea mara kwa mara ajili ya kuweza kutuhamasisha tuweze kukata LATRA. Kwa hiyo ukinani unakiwa ukate LATRA, maana hiyo ni wajibu kwa kila bodaboda. Nishati safi na ubunifu katika usafirishaji ndio mpango mzima. Mkoa wa Arusha una jumla ya mawakala 6 waliokasimishwa jukumu la kutoa leseni za LATRA za pikipiki za magurudumu mawili na matatu, yani bodaboda na bajaji. Na miongoni mwa mawakala hao ni Bi Rahma Salum kutoka Madaya Insurance, akielezea namna ambavyo alishawishika kutoa huduma hii na jinsi anavyowahudumia wateja wake. Nilianza moja kwa moja na uwakala wa bima, lakini ndani yake tunamshukuru Mungu tukatangaziwa kuna fursa za uwakala kwenye LATRA. Nilijiunga moja kwa moja, niliposikia siku hesitate, yani sikuchukua muda kufikiria, kwa sababu niliona tayari kuna fursa. Kwa sababu LATRA mwanzoni, wakati tunafanya nao kazi kipindi cha nyuma, kama vile indirect ways, nilikuwa nimeshaona tayari kuna fursa. Kwa hiyo alipotutangazia rasmi siku 6, nikaona nijisajili tu mara moja ili tuendelee na kazi. Kwa upande wangu mimi naona kila kitu kipo sawa, kuanzia huduma zao na vitu vingine, ushirikiano pia tunaoupata in case ikitokea changamoto, labda mteja amepitia hiki na kile, yani kila kitu kinakuwa kipo perfect. Okay, mimi vitu ninavyovizingatia kama bodaboda akija kwangu kwa ajili ya kukatia LATRA, sana sana ni bima pamoja na kadi, ndio vitu vya muhimu. Mara ya kwanza wao nahisi walikuwa wanapataga mkanganyiko wa mambo ya NIDA, lakini sasa hivi imerahisisha, imekuwa rahisi kwa upande wao. Sana sana ni kadi na bima, na vikishapatikana hivyo kwa bodaboda tayari anakuwa ameshapata LATRA yake. Kwa upande wangu nahamasisha sana na napenda niwaambie watu wa bodaboda, bajaji wajitokeze kwa wingi sana kwa ajili ya kupata hizi huduma za LATRA. Wamerahisisha, sio kama vile wanavyofikiria. Sasa hivi ukija kupata huduma, control number ni ndani ya dakika 5 umeshalipia na tayari umeshaishikilia LATRA yako mkononi. Naanza kwanza kwa kuishukuru serikali ya Mama Samia kwa hii fursa ya kutupatia sisi vijana kama sisi. Kwa kampuni yetu tunaishukuru sana, maana ni fursa kubwa sana. Inaweza kutusaidia sisi kupata kipato na pia na kwenye kukuza uchumi wa nchi yetu kwa kukusanya mapato kupitia hizi bajaji na pikipiki. Kwa hiyo naishukuru sana serikali ya Mama Samia, na pia mpaka sasa tumeweza kusajili hizi bajaji na pikipiki zisio chini ya 1500 mpaka sasa, na bado tunaendelea, maana tunazo katika wilaya yetu ya jiji la Arusha tuna sehemu mbalimbali. Kwa hiyo tunaenda kwa sehemu na sehemu. Kwa hiyo katika sehemu ambayo tumezifanya hapa mjini kati, tuna bajaji na bodaboda zisizopungua 1500 mpaka sasa, na operation inaendelea, na nafikiri zitazidi zaidi ya hapo. Kwa hiyo katika hii fursa nilisikia kwa anti yangu kwamba kuna fursa za kusajili bajaji na toyo kwa ajili ya kuongeza kipato cha nchi yetu, na pia ni kuwasaidia pia, maana sio wengi wanapojua LATRA. Kwa hiyo ukiwa na wakala wengi tukiwa kwenye maeneo tofauti inakuwa ni rahisi. Yaani kwanza nilipopewa hiyo fursa nikaona ni fursa kubwa, kwa sababu nikiwa nikishika sehemu nyingi pia na mimi ndo jinsi kipato kinavyozidi kuongezeka kwangu. Kwa hiyo sikuichezea hii fursa, nikawahi ofisini kwao nikaweza kujisajili, na mpaka sasa naendelea kuwasajili ya bodaboda na bajaji. Njia nayoitumia ili niweze kupata bajaji na bodaboda wengi, tuseme mteja akija kwangu au akija sehemu nyingine, namwambia ache namba zake za simu, pia namwambia katika eneo lake awaambie na wenzake, na wao wenzake pia waambie, ili na natumia njia kuambia kwamba waambie wenzao ili waepuke kupata migogoro na faini za barabarani. Kwa hiyo ni njia hiyo nafikiri ndio imekuwa ni njia kubwa na ni nzuri, inayosaidia mimi kupata wateja wengi. Sio kila mmoja anapenda faini. Kwa hiyo mtu hawezi kubali kupigwa faini na kuja kulipia tena LATRA. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi akiwaambia waini pale sehemu fulani labda kwa Jamal anakata hii. Kwa hiyo ndio hivyo unavyopata watu wengi kwa haraka.
Mtazamaji, hapo awali dereva au mmiliki wa pikipiki za magurudumu mawili na matatu alikuwa anatumia takriban kilomita 400 kufuata huduma za LATRA. Pasi kwa macho, leo hii huduma zimesogezwa mlangoni, wilaya hadi wilaya, kata hadi kata, na kwa mwezi huu wa tatu mkoa wa Arusha takriban pikipiki za magurudumu mawili na matatu 1600 zimeshasajiliwa kupitia mawakala waliokasimisha jukumu hilo na LATRA. Nikupeleke kwa afisa mfawidhi mkoa wa Arusha Bwana Omari akielezea zaidi. Kwa sasa tunaipongeza serikali kwa hatua ambayo imeichukua kwa kutoa ridhaa kwa kushirikiana na taasisi binafsi kwa maana ya makampuni, vyama vya ushirika kutoa leseni za usafirishaji kwa magurudumu mawili na matatu. Imetusaidia kwa kiwango kikubwa zaidi kwa sababu sasa hivi huduma imesogezwa mlangoni, huduma imeboreshwa. Ilikuwa kuna ili msafirishaji wa pikipiki aweze kupata huduma kutoka kule Ngorongoro kilomita 400 kutoka Arusha mjini lazima aje ofisini tumpatie, lakini kwa sasa mawakala wetu sehemu zote hizo wapo na wanaweza kuwapatia huduma kutoka kata kwa kata, wilaya kwa wilaya. Kwa hatua hii kwa kweli tunashukuru sana serikali, na tukifanya tathmini ya kati ya huu mwezi wa tatu mawakala ambao wamefanya hii zoezi wameshaweza kusajili ndani ya siku 26 wameweza kusajili pikipiki zisizopungua 1600. Ni kiwango ambacho sio cha kawaida kwa sasa, ambayo ingekuwa ni sisi wenyewe tungesema mpaka ilikuwa ni ngumu kwa pikipiki ama madereva 1600 kufika ofisini. Baada ya kuwaruhusu hawa mawakala waweze kukatia vibali, imekuwa ni rahisi, na hata pikipiki wenyewe, madereva wenyewe wamekuwa rahisi kuwafikia kwa sababu baada ya kupunguziwa gharama. Ukiangalia kilomita 100 kuifuata leseni ambayo gharama yake ni shilingi 17,000, na sasa hivi wamesogezewa wakala pale mlangoni anayewahudumia, kwao imekuwa nafuu. Moja, gharama za usafiri kufuata kibali kile kinapopatikana imekuwa ni nyepesi, huduma imesogezwa mlangoni, kwa hiyo wanajikuta wanagharamikia ile 17 tu. Mwanzo walikuwa na uwezo wa kusafiri kwenda kuifuata ile huduma. Kwa hiyo wamepunguziwa muda, lakini pia na gharama za kupata kibali kile. Mwitikio sasa hivi umekuwa mkubwa. Wenyewe wanauliza wapi twende tukapate huduma, wapi huduma inapatikana katika kata yetu. Lakini kwa kushirikiana na wale mawakala, basi tunawaelekeza katika zile ofisi za kata na kuunganisha na viongozi wa pikipiki katika yale maeneo yao ambayo wanatoa huduma zile kupatikana. Nishati safi na ubunifu katika usafirishaji. Mtazamaji, kwa mkoa wa Arusha mawakala wa kukata leseni za LATRA kwa pikipiki za magurudumu mawili na matatu, yani bajaji na bodaboda, wanawafuata hadi vituoni madereva wa vyombo hivyo. Tumezungumza na viongozi wa chama cha bodaboda mkoa wa Arusha wakipongeza LATRA na kuishukuru kwa kuja na ubunifu wa huduma hiyo. Washukuru mamlaka ya udhibiti wa masuala hii ya vyombo vyetu vya usafiri ardhini, tukiwa na maana kwamba LATRA leo mmetembelea hapo ofisini, lakini lengo kubwa la kutembelea ni kuweza kujua ni namna gani bodaboda wetu wanapata ule urahisi wa kuweza kukata LATRA. Kwenye upande wa LATRA kwa mwanzo ugumu ulikuwepo, lakini sasa hivi ugumu umeisha, kwa sababu tunaamini kwamba mwanzoni waliokuwa wanakata LATRA ilikuwa ni ofisini penyewe, lakini pia na halmashauri. Sasa hivi mimi kwanza kama mwenyekiti niwapongeze LATRA, tukiwa na maana kwanza wameturahisishia sisi waendesha bodaboda kuhakikisha kwamba tunapata LATRA kiurahisi. Kwa sababu gani? Kwa sababu wameruhusu mawakala. Sasa hivi LATRA hatukimbizani tena kwenda halmashauri, hatukimbizani tena kwenda ofisi za LATRA, tuna mawakala. Kwa hiyo kwanza, kama mnavyojua kwamba bodaboda wenyewe wanakimbizana na kazi, anataka akija ukata LATRA apate urahisi, akatiwe chapu na kuweza kuendelea mambo yake mengine. Kwa hiyo sasa hivi bodaboda mimi wahase kwamba mwanzo kama watu walikuwa wanaenda halmashauri, sasa hivi hatuendi halmashauri, kuna mawakala ambao kimsingi wamesajiliwa na wanatambuliwa na LATRA. Kwa sasa hivi tunakata LATRA kupitia mtandao ambao kimsingi wameidhinisha. Kwa hiyo urahisi umekuwa ni mkubwa sana. Kwa hiyo sitegemei ndani ya waendesha bodaboda mkoa wa Arusha kuna mwanachama ambaye atasema bwana mimi sina LATRA kwa sababu ya ule ugumu ambao ulikuwepo. Sasa hivi cha kufanya, unaenda na fotokopi yako ya kadi, unaenda kwa mawakala wanaokatia LATRA sehemu yoyote ambao upo, kuna wakala ambao ameidhinishwa na rais kuweza kupata nini, kuweza kupata LATRA hiyo.
Kwa hiyo sisi kama viongozi tunawapongeza LATRA kuweza kurahisisha jambo hilo. Niwapongeze LATRA kwa kazi kubwa mlioifanya. Tumeona wako mawakala ambao tayari serikali imewapa mamlaka kupitia LATRA kwenda kukata hizi leseni za biashara. Maana yake LATRA kwenye vyombo hivi vya bodaboda, pikipiki za magurudumu mawili, matatu na maguta. Hii ya wakala inarahisisha kwa sababu leo LATRA mkoa iko Arusha, wilaya ya Arusha, lakini kuna mtu kwa Ngorongoro, kuna mtu Longido, kuna mtu kwa Karatu, lakini pia kuna watu hata ndani ya wilaya ya Arusha wako kata mbali. Kuna kata ya Terati, kuna kata ya Kimandolungu, kata ambazo ziko mbali. Sasa hawa mawakala wanafikika. Kwa hiyo tuwapongeze LATRA kupitia serikali. Hawa mawakala wanaweza kuhakikisha kila bodaboda sasa au kila mwendesha pikipiki akahakikisha ana LATRA, kwa sababu wakala anaweza kukufuata mpaka kwenye kituo cha bodaboda unachopaki na akakata LATRA pale bila kusumbuana. Na hii itarahisisha sana hata LATRA wanapowafuata wale watu ambao hawajakata LATRA, kusiwe na haja ya kukamatana ile na kulipana zile faini ambazo ni 25,000, hiwe isiwepo. Maana yake Mheshimiwa Rais alisema tudai kodi kwa kutoa elimu. Na naona LATRA kupitia mawakala, sasa mawakala watakuwa wanafikika kuhakikisha kwamba kila mtu anakata LATRA. Mtazamaji, kama unavyofahamu, moja ya faida ya kuwa na leseni za LATRA kwa pikipiki za magurudumu matatu yani bajaji ni kutambulika kisheria na kufanya kazi kwa utaratibu na kwa uhuru. Tumezungumza na viongozi na madereva wa bajaji kutoka mkoa wa Arusha wakielezea jinsi ambavyo LATRA imerahisisha upatikanaji wa leseni za LATRA na vile imewezesha wao kufanya kazi kwa uhuru na kwa kuzingatia sheria. Kweli nawahamasisha hata madereva wenzangu wajitokeze kwa wingi. Taratibu sasa hivi ziko vizuri, utoaji wa huduma uko vizuri. Maana kwa mimi naongea kama katibu wa kituo cha NADO ambao nimepitia kwenye changamoto nyingi. Kipindi cha nyuma utoaji wa LATRA ulikuwa mgumu, lakini kwa sasa hivi nashukuru Mungu nimefuatilia na tayari nimepokelewa kwa vizuri na nimeweza kukata zaidi ya bajaji zangu 70 za kituo changu. Kwa hiyo nahamasisha madereva wenzangu wote wa mkoa wa Arusha wajitokeze kwa wingi, waende wakakate LATRA. Faida za LATRA ni nyingi sana. Ukiwa na faida ya LATRA namba moja, kwanza unakuwa unatambulika na serikali, inakutambua. Yaani wewe unakuwa dereva ambao unatambulika kiserikali, kisheria, unakaa kiutaratibu, na sisi bajaji tunatoa huduma. Na hili jiji letu si ni jiji la utalii. Kwa hiyo kama hautokuwa kwenye mifumo rafiki ya serikali iliyowekwa, ina maana utakuwa wewe ni mkimbizi. Utakuwa unafanya kazi za kimbia, matokeo yake utasema kazi ya bajaji haifai wala haina faida, kumbe ni wewe mwenyewe hujaingia kwenye mifumo. Nawapongeza sana LATRA kwa kuwa wametujali na kutupa leseni za kufanya kazi, na tunawahimiza na wengine ambao hawana waende LATRA, watapata huduma hii, ni rahisi, na vile wasifanye kazi bila kuwa na vituo ambavyo vimeidhinishwa na LATRA. Kwa hiyo LATRA kila kitu kinawezekana. Pia tunawashauri na madereva wengine walakatie leseni za bima, mapato, ili tuweze kufanya kazi kwa raha bila kubuguziwa na serikali. Na washauri madereva bajaji wenzangu tukate LATRA, maana LATRA sasa hivi kupatikana ni rahisi, kwa shilingi 22,000 tu mwaka mzima unakuwa umeshapata LATRA yako na ni rahisi kuipata. Kwa hiyo nashauri madereva bajaji wenzangu waende LATRA, ni unapata kwa muda mfupi tu LATRA, unakuwa unafanya kazi ndani ya mwaka mzima bila kubuguziwa yoyote, na vile kuzingatia kituo ambacho utakachopangiwa. Na washauri madereva wenzangu wafuate hivyo. Jukumu la utoaji wa leseni kupitia mawakala wa LATRA kwa pikipiki za magurudumu mawili na matatu yani bajaji na bodaboda limekasimishwa kisheria kwa mawakala hao, ambapo kwa sasa kampuni binafsi, vyama vya ushirika yani SACCOS na mapikipiki wa magurudumu mawili na matatu pamoja na taasisi za umma zinaweza kuomba kuwa mawakala wa ukataji leseni za LATRA kwa pikipiki za magurudumu mawili na matatu. Kupitia Waziri wa Uchukuzi mwenye dhamana ya Wizara ya Uchukuzi aliridhia kufanya mabadiliko ya kanuni za vyombo vya kukodi za mwaka 2020 pamoja na mapitio yake ya mwaka 2024 pamoja na mwaka 2026, kifungu namba 2 kuwa kupata mawakala wa kutoa vibali hivi vya usafirishaji kutoka katika makampuni, vyama vya ushirika
lakini na taasisi mbalimbali, ili lengo likiwa ni kurahisisha huduma upatikanaji wake maeneo ya wilayani, maeneo ya vijijini na katika kata zetu za Tanzania bara. Ili mtu awe wakala, kitu cha kwanza mamlaka inataka kutambua ofisi yake ni wapi. Moja, awe na ofisi ambayo iko kisheria, lakini pia awe na nyaraka zote za kisheria, kuwepo na TIN namba ambayo ni mlipa kodi halali, lakini pia awe na cheti cha usajili wa kampuni, kuthibitisha cheti cha usajili wa kampuni kama ni taasisi au ni ushirika, lazima awepo. Lakini pia awe na ile tax clearance, aonekane ni mlipa kodi halali, lakini atuelezee ofisi yake itakuwa wapi, na kama ana matawi pia ya kila wilaya na matawi yake pia atuambie, katika kila wilaya tuna ofisi yetu iko eneo fulani, ili iwe rahisi kufikika, iwe rahisi kwa dereva bodaboda kumtambua na kumfikia. Kwa tunatoa wito kwa mawakala, vyama vya ushirika pamoja na taasisi zote ambazo zimesajiliwa kisheria wafike katika ofisi za LATRA mkoa au ofisi ya LATRA iliyo karibu naye, ili aweze kujisajili na kujipatia fursa hii ambayo kwetu tunaamini ni faida na itatunyanyua uchumi kwa mtu mmoja mmoja na jamii yetu inayotuzunguka. Na hapa mtazamaji, tumefika katika kipengele cha kupendwa kabisa cha swali la wiki, na nikukumbushe swali la wiki iliyopita lilikuwa linasema taja hatua zinazochukuliwa na LATRA katika kuboresha na kusimamia usafiri wa wanafunzi wa mijini, na mshindi wa swali hili ni OneWinner_Wisdom ambaye amejishindia zawadi nono kutoka LATRA. Mtazamaji, swali la wiki hii linasema hivi: taja sehemu 2 unaweza ukapata leseni za LATRA kwa pikipiki za magurudumu 2 na 3. Nishati safi na ubunifu katika usafirishaji ndio mpango mzima. Mtazamaji, kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho, na mpaka kufikia hapo ndo mwisho wa kipindi cha Usafiri na Maendeleo kinachoandaliwa na Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini LATRA na kukujia siku na wakati kama huu. Mtazamaji, kipindi cha leo kilikuwa kinaangazia utoaji wa leseni za LATRA kwa pikipiki za magurudumu 2 na 3 kupitia mawakala waliokasimisha jukumu hilo rasmi na LATRA. Mtazamaji, umewatizama na kuwasikia madereva na wamiliki wa pikipiki za magurudumu 2 na 3 wakiipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kupitia LATRA ikipongezwa kwa kutoa huduma hizi na kuzisogeza karibu kabisa, ambapo sasa mwananchi anatumia takriban dakika 5 kuanzia kuomba leseni hadi kupata leseni yake. Na vile vile umewatizama mawakala hao waliokasimishwa majukumu hayo rasmi na LATRA wakiweza kutoa huduma hiyo kwa pikipiki za magurudumu 2 na 3. Mtazamaji, ni kusihi uendelee kuhabarika na LATRA kupitia mitandao yetu ya kijamii, yani Facebook, Instagram na X, na vile vile kupitia tovuti ya mamlaka www.latra.go.tz. Ulikuwa nami mtangazaji wako Nancy Amani, ni kuage kwa sasa. Pamoja kwa usafiri bora LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA, Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini. Kama unaamini kama mimi kwamba nishati safi katika usafirishaji ndiyo mpango mzima, tunapiga kofi moja moja la kuunga mkono. LATRA wametufundisha namna ya usafiri salama na rafiki wa mazingira. Tumejifunza katika viwanja vya Mnazi Mmoja, lakini mheshimiwa, kupitia app ya LATRA tumejifunza kwamba ile hofu ya kujua ndugu yako yuko wapi, amefika wapi sasa hivi, gari hilo liko wapi, kumbe tumekwenda kwenye usafiri endelevu. Sasa hivi kila kitu unapata kwenye kiganja. Tumejifunza kupitia maonyesho haya.
Huna haja ya kumpigia kondakta kumuuliza abiria wangu yuko wapi. Kila kitu kipo kwenye kiganja. Unaangalia basi lipo, nafasi zipo, linaondoka saa ngapi, liko wapi, limefika saa ngapi. Hii ni kazi kubwa. Nikasema Mheshimiwa Waziri Mkuu, siwezi kukaa nalo hili, lazima nikufikishie, na lazima tuwapongeze LATRA. Piga makofi kwa kazi kubwa kwa LATRA.